Fursa hii kuwapongeza sana waandaaji wa Young CEOs Women Gala ambao wamekuwa wakifanya sasa hivi zaidi ya mwaka mmoja. Kwa kweli ni jambo ambalo linavutia na linawainspire wanawake wengi sana kushiriki katika jambo hili, kwa sababu imekuwa ni taasisi ambayo imesaidia sana kuwainua wakina dada na ambao tumeona wengi wamepata mafanikio kupitia hivyo. Kwa hiyo nimefurahi na mimi kuwa sehemu ya jambo hili kubwa, kwa sababu naamini pia kupitia mkusanyiko huu tutakuwa pia sehemu ya kuweza kuchochea ile hali ya ukuaji wa wakina dada kwenye masuala ya kibiashara na masuala mengine pia ambayo yatainua uchumi wao. Okay, huu ni msimu wa pili kama ambavyo tumesema. Msimu wa kwanza pia tulikuona na leo najua unatamani pia kwenda kuona yale ambayo waliyafanya tangu 2022 wamefika wapi na wapi wanaelekea. Lakini wewe ukiwatazama wanawake na kina dada sasa hivi, unaona wapi wanaelekea kwenye msimu wa pili? Kwanza kabisa naamini wakina dada wengi wa nchini Tanzania wamepata ari kutokana na wengi kumwangalia kiongozi mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan kama kioo chao, na amewafanya wengi kuthubutu hivi sasa na kuweza kufikia matarajio na matamanio wengi ambao wamekuwa wakiyafikia. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba katika msimu wa pili tutaendelea kuibua na kuendeleza wengi zaidi ili waweze kufikia mafanikio, kwa sababu katika awamu ya kwanza tuliona wametoka wachache, na mimi sasa pia tutaendelea kutoka. Lakini tunashukuru sana kwa sababu tunaamini kabisa kwamba jukwaa hili ni sehemu nzuri ya kuandaa wakina dada wajasiriamali na wafanyabiashara kuweza kufanya vizuri. Okay. Sisi tunataka wasishie tu kwenye ujasiriamali. Uchaguzi mkuu mwaka huu ndio upo. Una lipi la kuambia kina dada hao wajasiriamali leo ukiwa kama mbunge wetu wa Dodoma mjini na kiongozi mkubwa? Tunataka uambie neno na wenyewe, kwa sababu sasa hivi tunataka wanawake wengi wawe viongozi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki kwa kila Mtanzania mwenye sifa kuweza kugombea nafasi yoyote. Nafikiri mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Natumai wakina dada watatumia fursa hii kipekee kabisa kuweza kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi, kuchagua na kuchaguliwa kama viongozi. Sawa. Na kwa muandaaji unalipi la kumwambia kwa msimu wa pili? Anna Kimpa amekuwa akiwainua kina dada wadogo, wajasiriamali, wanawake kwa ujumla. Namfahamu Anna miaka mingi sana ya nyuma na nimefanya kazi nyingi sana za kijamii. Nataka niseme leo ni mmoja kati ya wanawake shupavu sana katika mkoa wa Dodoma, mwenye determination na ambaye kwa kweli ana dhamira kuibadilisha jamii ya wanawake katika mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Ni mwanamke ambaye anapaswa kuungwa mkono kwa sababu anao dhamira njema. Sisi kama viongozi ambao tupo hapa siku ya leo ni sehemu ya kazi zake, kwa sababu mimi nimeanza naye tangu nikiwa sio mbunge, na yako maeneo mengi sana ambako tumeanza naye mpaka leo tunaendelea naye, likiwemo tukio moja kubwa ambao silisahau la kituo cha watoto yatima pale Mbabala. Alinipeleka yeye kwa mara ya kwanza na mimi nawalea mpaka leo, lakini kutokana na yeye ndio alinipeleka Anna. Kwa ufupi tu ni kwamba Anna naweza nikamsema ni mwanamke wa aina hiyo ambaye anapaswa kuigwa katika jamii yetu, sababu ana mchango mkubwa sana wa kuifanya jamii yetu iendelee kuimarika siku hadi siku.